Habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali, kile ambacho kimetokea siku ya leo, kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, lakini pia kamata ya viongozi wanachama kupigwa na mambo mengine mengi ambayo yametokea leo, kesi ya Tundu Lissu. Na Askofu Bandekile Mwamakula ameandika mambo mengi na kutuma ujumbe kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza ameanza kuchapisha taarifa ikionyesha video ya baadhi ya viongozi Twama Ipaya pamoja na wenzake John Pambalu na wengine ambao walipatikana wakiwa huko wamepigwa lakini kutelekezwa huko Bagamoyo. Ameandika hapa, nilifika katika lango la mahakama ya hakimu mkazi Kisutu asubuhi, nilimuona John Pambalu akichukuliwa na gari la polisi. Kijana mmoja akaachiwa mbele ya macho yangu, ila Pambalu wakaondoka naye. Sikuweza kufikiri kuwa hao polisi wangekwenda kumtelekeza Bagamoyo na wenzie baada ya kuwapa kipigo kizito sana. Haya ni mambo ya kutisha kushuhudia katika maisha yangu. Pambalu na wenzake walikamatwa leo na jeshi la polisi wakiwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu walikokwenda kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Je, nini kimekushangaza? Je, nini maoni yako? Askofu Bandekile Mwamakula. Lakini akarudi tena baada ya polisi kufanya vitendo vya kuwakamata kwa nguvu wanachadema pamoja na viongozi. Ametuma ujumbe kwa mpendwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameandika Bandekile Mwamakula: baada ya polisi kuwaumiza wananchi Kisutu, askofu amkumbusha Rais Samia juu ya Mfalme Ahabu. Mpendwa Mheshimiwa Rais Samia, pokea salamu za upendo kutoka kwetu sisi askofu tusimamao mbele ya baraza utawala wako katika zama hizi. Kwa neema ya Mungu tumeweza kupata fursa ya kutoa ujumbe wetu kwa kinabii katika utawala huu kama ilivyokuwa wakati wa utawala uliopita. Viongozi wanaopendwa na Mungu ndio ambao hupata nafasi ya kuinuliwa na Mungu, watu wa kuwaonya. Hii inakuwa ni neema kwa viongozi wanaoonywa, lakini inakuwa ni hatari kwa watu wanaotumwa kwao, kwani upanga wa watawala wasiopenda kuonywa ni mwepesi kuwaangukia waonyaji. Lakini upendo wa Mungu kizidi kwa anayeonywa, Mungu huendelea pia kumuinulia anayeonywa, watu kumuonya, hadi ukifika wakati ambapo kikombe cha ghadhabu ya Mungu kitakapokuwa kimejaa sawasawa na neno la nabii Amosi. Anaandika Askofu Mwamakula: Mheshimiwa Rais, leo sisi Askofu Mwamakula tulishuhudia jeshi la polisi likipiga na kuumiza wananchi ambao hawakuwa na silaha waliofika kwa amani pale mahakama ya Kisutu Dar es Salaam kwa lengo la kutaka kusikiliza kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Tundu Lissu. Pia kuna taarifa isiyo rasmi ambayo inasambaa katika mitandao ya kijamii kuwa tayari kuna mtu mmoja amefariki dunia kutokana na kipigo cha polisi leo. Pia kuna taarifa inayosambaa mitandaoni kuwa viongozi wa Chadema wa Zanzibar nao wamekutwa katika pori la Mabwepande baada ya kutelekezwa na polisi wakiwa wameumizwa vibaya baada ya kupigwa. Watu hao ni pamoja pia na naibu katibu mkuu wa Chadema Taifa Zanzibar. Mheshimiwa Rais, haya yanajiri ikiwa ni siku 4 tu kupita baada ya maaskofu kadhaa akiwemo rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania kutoa tamko katika ibada ya Pasaka kuyakemea matendo ya aina hiyo. Lakini ajabu yake pia ni kuwa wameibuka baadhi ya wabunge pamoja na baadhi ya viongozi wa dini wakiwa wanatoa kejeli kauli za maaskofu waliotoa matamko siku ya Pasaka. Kauli za wanaobeza matamko ya maaskofu zinaonyesha kuwa ushawishi ulio nyuma yao uliowekwa kimkakati ili kupozesha matamko ya maaskofu. Pia kauli ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliyoitoa jana uliwekwa na hayo yaliyotokea leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ni ishara kuwa serikali ilijipanga kutekeleza hayo kinyume na matamko
ya maaskofu ya wakati wa Pasaka yaliyotolewa siku ya Jumapili. Ili kutafakarisha utawala wako na pia serikali yako kwa ujumla, tumeona tuweke hapa chini tafakuri ambayo sisi askofu tuliandika wakati wa utawala wa Magufuli tarehe 29 Juni 2020. Kwa kuwa mambo yanayoendelea sasa katika nchi yetu hayana tofauti na mambo yaliyokuwa yakiendelea wakati wa utawala wa Magufuli, sisi tumeona ni vema tukukumbushe ili yamkini washauri katika kiti cha urais huu pia waweze kutafakari kwa kina, hivyo kushauri ipasavyo. Wakati utafika ambapo kizazi kijacho kitakuja kubaini ni nani aliyesimama kama nabii Mikaya katika taifa letu katika nyakati hizi. Kati ya hao washauri ambao wanaishauri serikali kutimiza haya ya kupiga na kuumiza watu, na maaskofu walitoa matamko wakati wa Pasaka, pamoja na viongozi wa dini wanaopinga ukandamizaji wa rais nchini. Tunao wajibu wa kutimiza na tunayo huduma ya kuitimiza kwa watawala sawa sasa na neno la Mungu, Ezekiel 33 mstari wa 1 hadi wa 20. Sisi tunasimama katika zamu yetu ili kuhesabika. Habakuki 2 mstari wa 1. Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Emausi Bandekile Mwamakula, Dar es Salaam. Hiki ndicho alichokiandika hapa Askofu Mwamakula, lakini ameandika hapa ujumbe wa tarehe 29 Juni 2020 huu hapa ambao aliuandika kwa Magufuli. Mfalme Ahabu alimfunga jela nabii Mikaya kwa kuwa alimwambia ukweli. Mfalme Ahabu alitawala Israeli kuanzia miaka ya 874 hadi miaka ya 852 KK, yani kabla ya Kristo. Alitawala kwa muda wa miaka 22 na alikuwa na nguvu kubwa ya kiuchumi na kijeshi. Hata hivyo, alikuwa ni mtawala katili sana katika historia ya Israel kaskazini. Kutokana na nguvu ya kiuchumi aliyokuwa nayo, alifanikiwa kuwahonga na kuwanunua manabii wengi kiasi cha kufikia jumla ya idadi yao 400. Manabii hawa waliogopa kumwambia ukweli mfalme Ahabu, kwa hiyo walimweleza kile tu kilichoupendeza moyo wake, na yeye akiwakarimu kwa vitu vingi katika utajiri wake ili kusudi waendelee kuunga mkono maovu yake. Mfalme Ahabu hakutaka kabisa kusikia tofauti na alichokuwa akikifikiria yeye. Kiongozi yeyote wa dini aliyempinga kwa kumweleza mambo ya ukweli tofauti na matakwa yake, huduma yake ilisitishwa kwa kutengwa, kuteswa, ikiwemo hata kuuawa. Kuna wakati kulitokea mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi ya Israel kaskazini na nchi ya Aramu. Mfalme Ahabu aliyekuwa mtawala wa Israel ya kaskazini alitafuta msaada wa kijeshi kutoka nchi ya Yuda, yani Israel ya kusini. Lakini alipotakiwa kuwa watafute ushauri kutoka kwa viongozi wa dini kama ilivyokuwa desturi yao, Ahabu aliamua kuwaita viongozi wa dini 400 ambao aliwajua kuwa walikuwa wakimsifia na kumwambia mambo ambayo moyo wake yeye ulikuwa unataka. Hakuwaalika viongozi wa dini ambao walikuwa wakimwambia ukweli pasipo kuogopa. Walipofika mbele yake, viongozi wale wa dini wote kwa ujumla walimsifia sana mfalme, walisifia nguvu kubwa ya kiuchumi aliyokuwa nayo pamoja na uimara wa jeshi lake, na hivyo wakamtia moyo aende vitani kusudi kupigana na Aramu kwa kuwa angemshinda. Kwa kuwa walimwambia kile moyo wake ulikuwa unataka, basi alifurahi sana. Hata hivyo, mfalme Yuda aliposikia hotuba za viongozi wale wa dini, yeye hakuridhika kwa kuwa aliona kuwa walikuwa wakisifia tu pasipo kutoa ushauri wa maana kwa mfalme Ahabu. Ndipo akashauri waitwe na viongozi wengine wa dini ili kujiridhisha. Mfalme Ahabu alikiri ya kuwa wapo viongozi wengine wachache sana, akiwemo Mikaya, ambao humwambia habari mbaya tu siku zote, ndio maana hakuwaita. Kwa msisitizo wa mfalme wa Yuda, ndiyo pia nabii Mikaya aliitwa na yeye kutoa ushauri wake. Kabla hajafika, baadhi ya viongozi wa dini na wapambe wa Ahabu walianza kumsia aseme kile kitakachompendeza mfalme Ahabu, lakini yeye alikataa na kusisitiza kuwa yeye atasema ukweli
anaoujua yeye, kwamba yeye alisema kwamba mimi sasa sitazungumza maneno ya kumpendeza kama namna ambavyo manabii wengine wamekuwa wakifanya, wakizungumza maneno ya kumpendeza mfalme, lakini kwa upande wake akasema kwamba atazungumza kile kitu ambacho anajua ni ukweli na kinatoka moyoni mwake bila kushinikizwa na wapambe wengine ambao wao walikuwa wakinena maneno mazuri muda wote kwa mfalme. Nabii Mikaya alimwambia bila hofu mfalme Ahabu ya kuwa kama atafuata ushauri wa viongozi wale 400 wa dini na washauri wake wengine atapata madhara makubwa sana. Alielekeza kwa kirefu madhara ambayo yangetokea kutokana na sera ya kijeshi ya Ahabu. Nabii Mikaya alipomaliza kutoa ushauri wake na kumkemea Ahabu, pale pale aliwekwa chini ya ulinzi na kufungwa jela kwa amri ya mfalme Ahabu mwenyewe, akishtakiwa kwa kosa la kumsema vibaya na kumpinga mfalme. Mfalme Ahabu alifuata ushauri wa viongozi 400 wa dini, akaendelea na mpango wake wa kijeshi dhidi ya nchi ya Aram. Kilichofuata ni makamanda wake na yeye mwenyewe Ahabu kuuawa katika vita ile. Unaweza kusoma vizuri kuhusiana na kisa hiki katika Biblia Takatifu, kitabu cha Wafalme wa Kwanza 22 mstari wa kwanza hadi 40. Kwa sisi tunaopata nafasi ya kuongoza, tuwe makini sana tunapopokea ushauri kutoka kwa watu wanaotuzunguka. Si kila wakati watu hao wanaweza kutoa ushauri mzuri kwetu, lakini pia tunapaswa kuwa makini katika kuwasikiliza walio na mawazo tofauti au mitazamo tofauti na ya kwetu, kwani kuna wakati mawazo yao pamoja na ushauri wao au mitazamo huweza kubeba suluhisho zuri la matatizo ya watu wetu, jamii yetu au nchi yetu tunazoziongoza. Mwanakondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Mkuu Emmaus Bandekile Mwamakula, mkuu wa kanisa la Moravian la Uamsho Tanzania na Afrika Mashariki na mwenyekiti mwenza wa umoja wa makanisa ya Moravian ya Uamsho duniani, amemaliza kwa kuandika hivyo na kutuma ujumbe huo kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kufuatia kile ambacho kimetokea leo kamata la viongozi wa Chadema wanachama, na hiki ambacho kimetokea katika kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Tuachie maoni yako kwa hiki, lakini kubwa, endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.